بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 9 mwezi wa Safar mwaka 1440, katika darsa البشارة بالتعليقات على كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل وصفته. tuzungumzia katika vile vinavyowajibisha josho wa mautu ghairi shahid. ثم قال الإمام السعدي رحمه الله: وإسلام الكافر، نكسليم وكفير. وكتاج الشيخ السعدي رحمه الله kuwa katika vinavyowajibisha kuoga au josho ni kusilimu kwa kafiri. katika taaliqat chini قال: يستحب للكافر إذا أسلم وليس عليه جنابة أن يغتسل، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بذلك. yapendekezwa kwa kafiri aliyesilimu akiwa hana janaba, yapendekezwa kwake yeye kuoga kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoamrisha baadhi ya masahaba kufanya hivyo. wa idha aslama wa huwa على جنابة لم يغتسل منها فالأحوط لزوم الاغتسال وهو قول الجمهور. na ikiwa kafiri atasilimu wakati ana janaba ambayo hajawahi kuioga, ile janaba aliyokuwa nayo hajaoga hata katika ukafiri wake, basi katika hali kama hii al-ahwat ihtiyat ni kuwa yamlazimu sasa kwake yeye kuoga. kwa kule kulazimu kuoga kwake ni kwa sababu ya ile janaba aliyokuwa nayo kabla ya kusilimu, wala sio kwa sababu ya yeye kusilimu. na hii ndio kauli ya jumhur al-ulama. kwa jumhur al-ulama wamekwenda kuwa sio wajibu kwa yule kafiri anayesilimu kuoga, sio wajibu, yapendekezwa. lakini ikiwa kuna josho ya wajib anayodaiwa, kama vile alikuwa na janaba hajaoga janaba ile kisha akasilimu, wasema ahwat katika hali kama hii ni kumlazimu aoge kwa sababu ya ile janaba aliyokuwa nayo. nafikiri liko wazi. قال البغوي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم. hivi ndio amal ya wanavyuoni, yani wanavyuoni wametendea kazi kauli hii: يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. wao hupendekeza kwa yule anayesilimu awe ataoga na kuosha kadhalika nguo zake.
والأكثرون على أنه غير واجب إذا لم يكن لزمه غسل في حال الشرك. na wengi katika wanaovioni wamekwenda kuwa sio wajibu ikiwa haijamlazimu josho katika hali alivyokuwa mshirikina au kafir. وذهب بعضهم إلى وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام. na baadhi ya wanaovioni wakaenda kwa kauli ya kuwa ni wajib kwa kafiri kuoga anaposilimu, baada ya kusilimu aoge, ingawa ni kama tulivyotaja kuwa yapendekezwa kwa yule aliyesilimu kuoga, isipokuwa ikiwa adaiwa josho ya wajib, kama kwa mfano alikuwa na janaba kabla ya kusilimu kwake. Katika hali kama hii akisilimu itamlazimu sasa kuoga kwa sababu ya ile janaba aliyokuwa nayo. Ama in kana ala janabatin lam yaghtasil minha, ama ikiwa yuko katika hali ya janaba ambayo hajaoga ile janaba kabla ya kusilimu, فذهب جماهير أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة في المشهور عنهم إلى وجوب الغسل عليه في هذه الحالة. أما ikiwa alikuwa na janaba ambayo hajaioga kisha akasilimu, basi wamekwenda wengi katika wanaovioni wafuasi wa madhehebu yote manne katika kauli iliyo mashuhuri kutoka kwao kuwa ni wajib kwa yule kafiri aliyesilimu katika hali kama hii kuoga josho ya janaba. Kwa hivyo ule uwajibu umewajibika kwa sababu ile josho anaodaiwa kabla ya kusilimu ni ya wajibu, wala sio kwa sababu ya kusilimu. hii ndio kauli jumhur alulama. قال النووي رحمه الله: لأنه لا خلاف أنه يلزمه الوضوء. وسباب hakuna khilaf kuwa yamlazimu kutawadha anapotaka kuswali, akisilimu yamlazimu kutawadha. فلا فرق بين أن يبول ثم يسلم وأن يجنب ثم يسلم. hakuna tofauti baina yule ambaye amekidhi haja yake ndogo kisha akasilimu, akitaka kuswali itamlazimu afanye nini? Atawadhe. sema kadhalika akiwa na janaba kisha akisilimu. wa amma al-ayatu al-karimatu wal-hadithu fal-muradu bihima ghufran adh-dhunub. ama aya tukufu na hadithi makusudio yake ni kule kufutiwa yale madhambi yaliyopita. al-islamu yajubu ma qablahu, uislamu wafuta yale madhambi yaliyopita katika hali ya kufru na shirk. faqad ajma'u ala anna adh-dhimmi law kana alayhi daynun aw qisasun la yasqutu biislamihi. mfano wake pia asema kwa ijma' kuwa adh-dhimmi kafiri aliko katika dhimma ya Uislamu, lau kama ana deni ama kuna kisasi atakana alipwe kisha akasilimu, bila shaka halianguki lile deni wala kile kisasi akianguki kwa kuwa amesilimu. kwa hiyo kinachokusudiwa kile kinachoanguka baada ya kusilimu nini? ni yale madhambi yatafutiwa. tuelewana nafikiri. kwa hivyo maneno ya Imam an-Nawawi ni kukusudia kuwa ile janaba tuseme kama anayo basi haiwezi kuanguka, itabakia mpaka aoge ile janaba. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله: ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب. wengi katika wanavyuoni waona kuwa kuoga kwa kafiri anaposilimu ni jambo linalopendekezwa, walaysa biwajibin, wala sio wajibu. لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم
kwa sababu haijanukuliwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa alikuwa akimwamrisha kila aliyesilimu kuoga. فيحمل الأمر به على الاستحباب جمعا بين الأدلة والله أعلم. kwa hivyo amri hapa itabebwa kuwa ni mustahab, ni amri ya kupendekezwa ili kukusanya baina hizi dalili, wallahu a'lam. Naam, tumetoka hapa na kauli gani? Pengine labda kabla sitakwenda huko mbele niulize. Naam, عندك swali kwako? Umefahamu nini baada ya kumaliza yote hii? Si nahwu, unaweza kuuliza. Naam, unajua nikisema kuna swali kisha wewe kaingia chini hivi tu, ukiingia chini hivi ushanivuta, ushaniita njoo niulize, na bwana apenda sana kuingia chini, akisikia swali azama. Sasa ukizama ndio aniambia hebu nichague mimi. Sasa ukiona wewe mishale haja kwako sana, ujue kwa sababu hiyo. Nishakupa siri, nikisema kuna swali usizame chini, wewe jiweke tu kawaida. Naam, umefahamu nini katika maneno yote tuliyozungumza? Naam, sisikii, nyanyua sauti tu. Umsikia? Kafiri mwenye deni ana nini? Ana nini kafiri ana deni? Hapa tuzungumzia nini wewe? Tuzungumzia kitu gani? Maudhui ambayo zungumzwa hapa, nani ajua tuzungumza nini sisi? Jundub atatuambia. Tuzungumzia hukumu ya josho ya yule ambaye alikuwa ni kafiri akasilimu. Wewe sema kafiri mwenye deni. Tuzungumzia deni hapa. Hiyo inatajwa tu, yani ala tariq, ni mfano tu ameupiga Imam an-Nawawi rahimahullah, wala sio makusudia. Tuzungumzia hukumu ya kafiri aliyesilimu, hukumu ya kuoga kwake nini? Saidi kwapi? Kwa ruhusa ya nani? Sisikii. Mgonjwa. Okay, shafahu Allah. Naam, Walid, rafiki yako utajibu kwa niaba yake. Kafiri akisilimu, hukumu ya kuoga kwake nini? Sunna nini? Wajib ama mubah ama nini? Kusema sunna ziko nyingi. Kuna sunna wajib, hata kuswali pia sunna. Kurukuu si sunna, wamuigiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hasa wakusudia nini kusema sunna? Labda weka wazi zaidi. Kuweka ndevu si sunna? Kuweka ndevu si sunna? Ni wajibu ama yapendekezwa? Tukitaka zisunze katika maglopu ni wajibu, sio? Sasa usiseme sunna tu, sema ni sunna wajiba. Sema hivyo. Sasa hii sunna gani? Mustahab. Jazakallah khair. Sema ni mustahab. Kwa hukumu ya kuoga kwa kafiri aliyesilimu ni mustahab. Sawa, ni mustahab wala sio wajib. Lakini kuna wakati huwa ni wajib. Naam, hada. Kwa nini? Akiwa kabla ya kusilimu kwake ana janaba ambayo hajaoga. Katika hali kama hii akisilimu itakuwa ni wajibu kwake kuoga. Kwa ajili ya nini? La, ndiyo ihtiyata. Ni kwa ajili ya nini waoga? Wajibu wa kuoga hapo umekuja kwa ajili ya nini? Kwa nini imewajibika kwake kuoga? Muelewa swali? Ajibu. Kwa ajili ya ile janaba, sio kwa ajili ya nini? Ya kusilimu. Mshafahamu? Hiyo ndio kauli ya jumhur ulama, kuwa kwa ajili ya ile janaba ndio imewajibika kwake yeye kuoga, sio kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kusilimu.
Aba Zubair uelewa vizuri kabisa. Nikuulize swali, hii ni kauli ya nani wanaosema kuwa ni mustahab sio wajib? Naam, kauli ya nani wanaosema kuwa kuwa yule kafiri akisilimu sio wajib kuoga? Ni kauli ya jumhurul ulama, si maimamu wanne wote, wengi katika maulama. Hakuna ittifaq ya aima wote la, lakini ni kauli ya wengi jumhur. Tayeb, barakallahu fikum. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Sasa sikilizeni kwa makini masala yanayofuata, ujue tuzungumza nini hapa. Ukiwa watizama hii kama mpicha ama kama gazeti la Kichina, tizama huku waelewa kinachozungumzwa hapa. Sizungumzi lugha nyingine, nazungumza Kiarabu na ile za Kiswahili, sio? Naam. Kwa kuwa makini. Na Alhabibu imekuuliza swali ukakosa, sasa nitakuuliza tena, ukikosa itakuwa sasa fanya mchezo. Kwa hivyo akili yako iwe hapa. طيب. قال الإمام السعدي رحمه الله: قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. قال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نفكر مونا makosa aliyo kwenye aya, mtarekebisha. أي إذا اغتسلنا, wanapooga. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت وأمر من أسلم أن يغتسلا. في التعليقات: هذه أدلة المؤلف رحمه الله تعالى على وجوب الغسل من الجنابة ومن الحيض. وقد سبقت alipotoa aya ya kwanza wa in kuntum junuban fatahharu, na aya ya pili wala taqrabuhunna hatta yathurna, ni dalili alizozitaja almuallif rahimahullah juu ya uwajibu wa josho kutokamana na janaba na kadhalika haidh, na haya tulitangulia kuyazungumzia huko nyuma. قال: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت وأمر من أسلم أن يغتسل. أسمعنا ameamrisha Mtume صلى الله عليه وسلم kuoga kwa yule mwenye kuosha maiti, na amemwamrisha aliyesilimu pia aoge. Na hapa chini atilia nguvu le suala la kumwajibisha anayesilimu awe atakoga. في التعليق: الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغسل من تغسيل الميت مستحب وليس بواجب. قول صحيح katika aqwal za wanavyuoni ni kuwa josho kwa ajili ya kumosha maiti ni yenye kupendekezwa wala sio wajibu. Josho kwa yule mwenye kuosha maiti, umeosha maiti, ukimaliza kuosha yapendekezwa wewe ukafanya nini? Ukaoge, wala sio wajibu. Hii ndio kauli sahihi, wallahu a'lam. Tufahamiana. Kwa mtu ameosha maiti, baada ya kuosha maiti yapendekezwa kwake yeye aliyekuwa hai, yule aliyemosha maiti, awe atakwenda kufanya nini? Atakwenda kuoga, wala sio wajibu. وهو قول ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن البصري وإبراهيم النخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي، ورجحه ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه. إن قولها ووتت الوتاجة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ويستحب لمن غسله
أي غسل ميتا أن يغتسل. الشيخ الألباني رحمه الله katika أحكام الجنائز asema yapendekezwa kwa yule aliyemuosha maiti awe na yeye ataoga, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda, mwenye kuosha maiti na yeye pia akaoge, na aliyebeba yule maiti yani jeneza atawadhe. Na hivi vyote viwili amri yake imekuja ala alistihbab, kama tutakavyoona mbele, kuwa yapendekezwa wala si katika vitanguo vya udhu kubeba maiti, yani kuwa mtu amebeba jeneza basi khalas ashatangua udhu, la, lakini yapendekezwa, sio wajibu, yapendekezwa akimaliza kumbeba maiti afanye nini? Atawadhe, wala sio wajibu. nieleweni vizuri. طيب. قال أخرجه أبو داود والترمذي وبعض طرقه حسن وبعضه صحيح على شرط مسلم. المهم هذا الحديث ثابت. قال وقد ساق له ابن القيم في تهذيب السنن 11 طريقا عنه، ثم قال وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ. بلا شك هي حديث من ثبوت كتوكم صلى الله عليه وسلم. قلت الشيخ الألباني يسمى وقد صححه ابن القطان وكذا ابن حزم في المحلى والحافظ في التلخيص، وقال أسوأ أحواله أن يكون حسنا، يعني حالياك مبوف كبيسة هي حديث تكون حديث حسن. قال وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وكيانغاليا ظاهر أمر كتك حديث نتوم صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا أو ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ukiangalia hii amri wapata faida kuwa ni wajib. وإنما لم نقل به لحديثين موقوفين لهما حكم الرفع، ingawa sema sisi hatukusema ni wajib kwa sababu kuna hadithi mbili mawquf kwa masahaba wawili, tataja hadithi ya ibn Abbas na ibn Umar, lakini hadithi hizi zina hukumu ya rafa kwa sababu hawawezi kuyasema haya maneno kwa rai zao masahaba isipokuwa wamemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam. الأول يكوانز عن ابن عباس قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، hamuna nyinyi wajibu wa josho kwa maiti zenu mnapoziosha. fa inna mayitakum laysa binajis fahasbukum an taghsilu aydiyakum. Ibn Abbas asema kweni maiti zenu sio najis, yatosheleza nyinyi kuosha mikono yenu tu kwa ajili ya usafi, basi tosha, lakini si lazima kuoga. قال ثم ترجح عندي أن الصواب في الحديث الوقف، kisha ikatarajjah kwangu mimi, yani nikaona kauli ni uzito kwangu mimi ni kuwa usawa katika hadithi hii ni hadith mawquf, kwa imesimama kwa nani? Kwa Ibn Abbas. قال الثاني أثر يبيلي قول ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، tulikuwa tukiosha maiti kati yetu sisi kuna wale ambao walikuwa wakioga na kuna wengine walikuwa hawaogi kwa ajili ya kuosha maiti. أخرجه الدارقطني والخطيب في تاريخه بإسناد صحيح كما قال الحافظ، وأشار إلى ذلك الإمام أحمد فقد روى الخطيب عنه أنه حض ابنه حض ابنه على كتابة هذا الحديث. الإمام أحمد ألميميز مناوي أي ينديك حديثه. انتهى كلامه رحمه الله. كوتون هبقوا سؤال
la yule anayeosha maiti kuoga baada ya kumosha maiti ni jambo linalopendekezwa wala sio wajibu. وقول المصنف وأمر من أسلم أن يغتسل فقد ذكرنا هذه المسألة في حكم غسل الكافر إذا أسلم والله ولي التوفيق. huko nyuma tumezungumzia swala hilo kabla ya kuingia hapa, hukumu ya yule muislamu au yule kafiri alisilimu, hukumu ya kuoga kwake tumezungumzia sasa hivi. Kwa hiyo tumetoka hapa kuwa anayemuosha maiti yapendekezwa kwake yeye kuoga wala sio wajibu, kama vile anayebeba jeneza pia yapendekezwa kwake yeye kutawadha wala sio nini, sio wajibu. Allahu musta'an. نسأل الله ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.